Leo hadithi yetu inaanzia kwa mtu mmoja anaitwa Sundari. Bwana mdogo alikuwa na ndoto moja, siku moja ndani ya kijiji chao aje kuanzisha bonge moja la shule ili watoto ndani ya hili eneo waweze kupata elimu bora. Kijana alikuwa hana maisha. Baba na mama walikuwa tayari walishafariki, japokuwa walikuwa hawajamwachia pesa za kutosha, lakini baba yake alikuwa akamwachia jina kubwa tena lenye heshima ndani ya hili eneo. Leo anafika rafiki yake kutoka tauni na kumwambia, bwana kijana, ukihitaji kufungua shule ya ndoto yako inabidi uelekee katika nchi ya Dubai. Sasa kijana kwa kuwa alikuwa hana maokoto, hivyo rafiki yake akamshauri inabidi waelekee kwa mtu mmoja waende wakakopeshwe pesa. Wanafika kwa mwamba na mshikaji anamueleza kwa kuwa baba yako alikuwa ni mtu mwenye heshima sana ndani ya hiki kijiji na kukopesha hizi pesa, lakini pia dhamana kubwa itakuwa nyumba yenu. Mshikaji akakopeshwa zile pesa, lakini rafiki yake akamueleza hizi pesa inabidi mimi nitangulie nazo mpaka Bombay ili niende nikaandae visa pamoja na tiketi, na wewe baada tu ya kufika siku ya kesho nitakuja kuchukua stesheni ili ujiandae kuelekea Dubai. Lakini pia mshikaji akamwachia address na kumweleza kwamba hiyo ni address ya loji ambayo yeye alikuwa anaimiliki. Mwisho wa siku iliyofuata akapanda treni mpaka ndani ya mji wa Bombay. Picha linaanza baada tu ya kufika bwana akapigwa begi lake huku na kule, akiwa anashangaa rafiki yake Premu ambaye alikuwa akamwahidi atakuja kumchukua bwana alikuwa haonekani. Sundari safari ikampeleka mpaka loji, sehemu ambapo yeye alikuwa anaamini ilikuwa inamilikiwa na rafiki yake, lakini baada ya kufika hapa anaelezwa bwana huyo Premu eneo hili alikuwa ni mfanyakazi, lakini pia amekuachia ujumbe huu wa barua. Baada ya kuisoma ile barua bwana ilikuwa na ujumbe mzito, kwani mshikaji anamuomba msamaha rafiki yake na kumweleza kwamba Sundari, mimi nilikosa pesa za kuelekea Dubai, hivyo nikaja kwako rafiki yangu ili uweze kunisaidia, kwani mimi nilikuwa natambua ya kwamba wewe ni mtu mwenye roho nzuri. Sundari akatamani kupata chumba ndani ya hili eneo, lakini baada ya kutafuta kwenye mifuko yake akagundua hata pesa alizokuwa nazo tayari alishaibiwa. Mhudumu baada ya kuona hivi akamshauri kijana, kama hauna eneo lolote la kwenda kupumzika jioni hii ya leo, basi elekea kwenye makaburi ambayo yapo jirani na hili eneo. Sundari baada ya kufika akaanza kulalamika na kusema hakika wema wake umemponza. Atasema nini kipindi ambapo atarudi kijijini akiwa hana pesa ya kurudisha kwa yule mdaiwa wake? Lawama zilikuwa ni nyingi sana, lakini ghafla akasikia sauti ikimweleza kwamba bwana mdogo usijali. Kijana akashtuka sana, ni nani ambaye anamsemesha kwenye haya makaburi ya bwana? Akainuka na kuanza kumwomba Mungu anayemwamini yeye, lakini ghafla akaanza kusikia radi zikipiga kwenye hili kaburi zikiongozana na moshi mkali, na ndani yake akatoka bwana mmoja ambaye alishafariki miaka 20 iliyopita, ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mako ama unaweza kumuita Amari. Mshikaji anamwambia mtaalamu wetu Sundari ya kwamba nimeishi ndani ya hili eneo pasina mtu yoyote kuweza kunisikia, lakini pia nilikuwa namsubiri mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kuniona pamoja na kunisikia ili aweze kunisaidia kwenye mission ya kwenda kusafisha jina lake duniani, kwani mshikaji anadai aliambiwa na Mungu anayemwamini yeye hawezi akaelekea mbinguni mpaka pale ambapo jina lake litakuwa limesafishwa duniani. Hasa hadithi ya huyu mshikaji Mako ipo kama hivi. Miaka 20 iliyopita mshikaji alikuwa na genge lake la uhalifu. Alikuwa anafahamika sana ndani ya mji wa Bombay kwa kazi zake za uhalifu za kuuza ngada, lakini pia kuchukua mali kwa dhuluma. Siku ya leo tunamwona anafika kwa mtu mmoja kwa lengo la kuweza kuinunua hoteli kwa nguvu. Anampatia pesa kwa lazima, lakini pia mtu huyu baada ya kuondoka akatuma vijana wake ambao walikwenda kumvamia na kumnyang'anya zile pesa. Mshikaji anarudi kwa Mako na kumweleza kile kilichotokea, lakini Mako anakataa kuhusika kwenye tukio kama hili. Mwamba anaamua kuruka toka juu ya ghorofa na kutoa uhai wake, huku mke wake akiwa anashuhudia pamoja na Mako. Mama analia kwa uchungu mkubwa na kumweleza Mako maneno ya hasira, lakini pia maneno ya laana. Anamwambia Mako hakika ipo siku moja mtu atatokea ndani ya genge lako ambaye unamwamini, naye atakusaliti, atakufanyia majanga ambayo utatamani kufa lakini hautokufa, na utatamani kuwa hai lakini hautokuwa hai. Hii ni hatari. Lakini Mako akapotezea. Bwana, siku moja mtu mmoja akafika na kumweleza anahitaji aende akamsaidia kununua kiwanja ndani ya sehemu moja ambapo kilikuwa kimejengwa chuo. Mako siku hii ya leo anatuma vijana wake, lakini baada ya kufika hapa mjane mmoja akazuia hili jambo. Taarifa za habari zikaenea kwenye magazeti. Picha hii Mako baada ya kuiona alishtuka sana, kwani mtu huyu anaitwa Savitri na ni watu ambao walikuwa na mahusiano ya kimapenzi, lakini bimdada alikataa kuolewa na Mako baada ya Mako kushindwa kuachana na biashara zake za haramu. Hatua hii kampelekea bimdada kuchukua maamuzi ya kuvaa mavazi meupe, ishara ya kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni mjane. Mako anafika kwa baba mkwe ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mr. Kauli na kuweza kuhadithiwa haya maneno ya kwamba
bimdada alikataa kabisa kuolewa na mtu yoyote na kuamua kuchukua maamuzi ya kuvaa mavazi ya ujane. Mako anaamua kuweka kiapo cha damu kwa huyu bimdada na kumweleza anaenda kuachana na biashara za haramu ili aje achukue maamuzi ya kumwoa bimdada Savitri na hatimaye waanzishe familia. Kijana wa Mako alikuwa anatambulika kwa jina la Kunta. Baada ya kuzipata hizi taarifa, hakika hakufurahishwa. Anamwambia brother, hakika hatuwezi tukakubaliana na wewe, yaani tuache kupiga maokoto mjini na tuende tukalime. Bwana, hilo swala haliwezekani. Usiku wa leo Mako, baada ya kumaliza kula vitu laini vya moto kutoka kwa bimdada Savitri, bwana anachukuliwa na kijana wake Kunta mpaka makaburini na kuweza kufanyiwa jambo la hatari, lakini pia anaambiwa kwa wewe unakataa kuendelea na hizi harakati, hivyo sisi tutatumia jina lako kuendelea kufanya uhalifu na sisi tutawadanganya watu ikiwemo familia yako ya kwamba umesafiri na kuelekea eneo la mbali. Kunta anamfukia bosi wake wa zamani na safari inampeleka mpaka kwa bimdada Savitri na kumweleza Mako amesafiri na kuelekea katika mataifa ya mbali, hivyo anahitaji kupatiwa mikataba yote ambayo mshikaji alikuwa anamiliki. Na toka siku hiyo Kunta akaendeleza biashara za haramu kwa kutumia jina la Mako. Hadithi hii alikuwa anapatiwa mtaalamu wetu Sundari, na kwa kuwa kijana huyu ndo yeye pekee alikuwa ana uwezo wa kumsikia pamoja na kumwona Mako, hivyo akamwomba aweze kumsaidia, na hatua ya kwanza akamweleza inabidi waelekee sehemu ambapo atakuwa kwa sasa anaishi Savitri, kwani Mako anadai amemisi sana mtu wake wa zamani. Safari inaanza kuelekea sehemu ambapo alikuwa anaishi Savitri, lakini pia katika haya makubaliano Mako aliahidi kumsaidia kijana wetu Sundari kufungua shule katika kijiji chao. Safari inawapeleka mpaka ndani ya chuo ambacho kilikuwa kinamilikiwa na Mr. Kauli, ambaye kwa sasa alikuwa anatafuta sana mwalimu atakayeweza kuwafundisha wanafunzi wake mchezo wa cricket ili aweze kushinda katika mashindano ambayo alikuwa anakuja hivi karibuni, kwani mashindano hayo ilikuwa inahitajika shule ya mtaalamu wetu Mr. Kauli iweze kushinda ili chuo chake kiweze kubaki katika mikono yake, kwani la sivyo mtaalamu wetu Kunta alikuwa anamtishia sana huyu mzee aweze kuondoka ndani ya hili eneo, na hii yote ni kutokana na mikataba ambayo Mako alikuwa nayo miaka 20 iliyopita. Kwa msaada wa Marco, kijana wetu Sundari alifanikiwa kumpiga saundi mzee Kauli na kumweleza yeye ni mwalimu mzuri sana mchezo wa cricket. Hatua hii ikampelekea mtaalamu wetu Kauli kuweza kumkubalia kijana wetu na kumpatia ajira, lakini wakiwa hapa Mako kimtindo akaanza kumaindi baada ya kusikia hadithi ambayo mzee alikuwa anampatia kijana wetu akilalamika, akisema kwamba majanga mengi wanayapata ndani ya hii shule, na hii yote ni kutokana na rafiki yake na mtu mmoja anayetambulika kwa jina la Marco, mtu ambaye aliwaingiza mitini na kuuza shule yao. Mshikaji alihuzunika baada ya kuona hii hatua. Kunta anazidi kuchafua jina lake kila itwapo leo, lakini pia hata baba mkwe naye anaamini ya kwamba eti yeye amesafiri na kuelekea nchi za ughaibuni. Mshikaji anaondoka akiwa na huzuni, lakini huzuni ilizidi zaidi baada ya kuja kugundua hata mwanamke ambaye alikuwa anampenda alikuwa anatambulika kwa jina Savitri, naye alishapoteza maisha kitambo sana. Ni nani ambaye atakayeamini hadithi yake? Lakini leo kipindi ambacho mshikaji alikuwa anaendelea na mazoezi pamoja na wanafunzi wake hawa wapya, Mako leo anakuja kugundua kwamba bimdada Savitri alifanikiwa kumwacha binti mdogo ambaye kwa sasa alikuwa tayari alishakuwa mtu mzima anayetambulika kwa jina la Mala. Alifurahi sana baada ya kugundua kumbe duniani alikuwa ana mtoto. Anamchukua Sundari mpaka ndani ya hoteli moja iliyokuwepo katikati ya mji na kumweleza hii ni hoteli yangu, kisha anampeleka ndani ya chemba moja ambayo hakuna mtu yoyote alikuwa anaifahamu, na ndani yake kulikuwa kuna mali za kutosha. Anamweleza hizi ni mali ambazo tutazitumia kukikomboa kile chuo, lakini pia zingine tutazipeleka ndani ya kituo cha polisi ili ziweze kusaidia jamii. Lakini kipindi ambacho alikuwa anatoka bwana, kwa bahati mbaya Sundari anasahau kufunga ule mlango vizuri. Ukaribu na urafiki wa Mala pamoja na mtaalamu wetu Sundari ukapelekea watu hawa wawili kuingia ndani ya mapenzi mazito, lakini pia Mako alifurahi sana baada ya kugundua binti yake atakuwa ndani ya mikono salama. Lakini vijana wa mtaalamu wetu Kunta, kila kipindi ambacho alikuwa anajaribu kuweza kuwadhuru watu hawa wawili bwana, Mako alikuwa anatumia uwezo wake wa mizimu na kuweza kuwasaidia ili wasije wakadhurika na mikono michafu ya mtaalamu wetu Kunta. Na Mala mpaka hivi leo alikuwa anaamini baba yake ni mtu mbaya na aliamua kutoroka na kuelekea katika nchi za mbali pasina kujua kwamba alishapoteza maisha miaka 20 iliyopita. Lakini pia siku hii ya leo Mako anamshuhudia yule mama ambaye mume wake alimdhulumu hoteli miaka 20 iliyopita. Kwa sasa alikuwa anaishi maisha magumu sana, yaani alikuwa hata pesa ya kulipa kodi pamoja na kula alikuwa hana. Ili kupata pesa angalau ya kumsaidia huyu mama aweze kula yeye pamoja na mabinti zake wawili bwana Sundari pamoja na Mako, wakaingia kitaani na kukusanya watu, kisha wakaanza kufanya show ya mazingaombwe
Mshikaji kwa kuwa alikuwa haonekani bwana, hisho ilikuwa ni bambam, kitu ambacho kikapelekea kupata pesa za kutosha ambazo Sundari akaelekea nazo mpaka nyumbani kwa huyu mama na kwenda kumsaidia. Hakika mwanamama alishukuru sana. Kiasi cha pesa kilikuwa kinahitajika ndani ya hiki chuo ili Mr. Kauli aweze kukiokoa chuo chake kutoka ndani ya mikono ya mtaalamu wetu Mr. Kunta, lakini wawekezaji wengi walikuwa wamepigwa mikwara na mtaalamu wetu Mr. Kunta ya kwamba yoyote atakayewekeza ndani ya hiki chuo atakumbana na mambo mazito ambayo hataweza kuamini katika maisha yake. Hivyo hapa njia pekee ambayo Mr. Kauli aliyokuwa nayo kuokoa hiki chuo ni kushinda ndani ya mechi ambayo ilikuwa inahitajika kuchezwa siku kadhaa zijazo, mechi ya mchezo wa cricket. Lakini siku hii ya leo mtaalamu wetu Mr. Sundari analetewa pesa za kutosha na mfanyakazi wa Mr. Kauli na kuambiwa kwamba hizi pesa Mr. Kauli amesema uzihifadhi, kwani kwa sasa alikuwa anasumbuliwa sana na Mr. Kunta. Lakini huyu mwamba baada ya kuondoka, Sundari pamoja na Malko safari kuwapeleka mpaka ndani ya hoteli. Lengo kubwa ni kwenda kuzichukua zile pesa pamoja na mali za mtaalamu wetu ili wazitumie kwenda kukomboa chuo na zingine zitakazobaki wazipeleke ndani ya mkono wa sheria. Lakini baada ya kufika walikutana na chumba kikiwa cheupe, kwani kwa sasa mtaalamu wetu Mr. Kunta alikuwa tayari alishagundua hii chemba na kuamua kuzichukua hizi mali kwenda kuzitumia katika mambo yake ya uhalifu. Malko alimaindi sana, akaamua kwenda katika magodown ambayo alikuwa anamilikiwa na Kunta na kwenda kuharibu baadhi ya mali zake za haramu. Lakini pia ili kukomboa hiki chuo akaamua kwenda kuchukua zile pesa ambazo Sundari aliambiwa aweze kuzitunza. Anaenda kuzibetia pesa zote kwa kutumia jina la watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwa karibu kabisa na mtaalamu wetu Mr. Kunta. Lakini cha ajabu ambacho mtaalamu wetu alichokifanya bwana, kwa bahati mbaya akasahau bahasha ambayo ilikuwa na jina la chuo ambacho kilikuwa kinamilikiwa na mtaalamu wetu Mr. Kauli. Taarifa hizi baada ya kumfikia Kunta akaamua kuunda bonge moja la kesi ambalo likaenda kumdondokea mtaalamu wetu Mr. Sundari. Hali hii ikampelekea mwamba kwenda kupelekwa ndani ya kituo cha polisi. Mshikaji alijitetea kwa nguvu zote, lakini hakuna hata mtu mmoja ambaye alifanikiwa kuweza kumwelewa. Akiwa hapa bwana, mtaalamu wetu Mr. Mako akafika na kumweleza kwamba ni yeye ndo aliiba zile pesa na kwenda kuzibetia. Anadai ya kwamba lengo lake lilikuwa ni zuri, kwani alikuwa anahitaji aweze kukikomboa hiki chuo. Lakini hatua hii ilimpelekea Sundari kukasirika sana na kumwambia Mr. Ghost ya kwamba inabidi aondoke ndani ya hili eneo. Hahitaji kabisa kuendelea kumsaidia mtu ambaye bado anatamani kuendelea na maisha yake ya kiharifu. Mr. Ghost akakasirika na kuamua kuondoka, lakini ghafla akafika yule mama na kuweza kumwambia kijana ya kwamba ninatambua wewe umesingiziwa, kwani kwa jinsi ninavyokuona unaonekana kuwa ni kijana ambaye unajielewa, lakini pia ni mstaarabu. Sundari anafanikiwa kupata dhamana na kurudi kitaani kwenda kujiandaa na mechi bwana siku hii ya leo. Kipindi ambacho mechi ilikuwa inaendelea bwana, timu ya mtaalamu wetu Sundari walikuwa wanachezewa faulo usipime. Yani hapa kulikuwa kuna hujuma tena zilikuwa ni za nje. Sundari akaamua kumwomba Mr. Mako aweze kuwasaidia ili waweze kushinda ndani ya huu mchezo. Lakini pia baada ya kumwona Kunta amefika ndani ya hili eneo akamfuata na kwenda kumweleza siri zote ambazo alikuwa anazifahamu juu yake pamoja na Mr. Mako. Kunta kumwamini huyu kijana ilikuwa ni ngumu, lakini kila kitu ambacho alikuwa akakieleza ilikuwa ni vile vile. Akamkaba bwana mdogo na kumwambia acha ujinga, kisha akaendelea kwenda kuenjoy mechi yake. Mr. Ghost akaendelea kuwasaidia timu ya mtaalamu wetu Mr. Sundari kuweza kupiga huu mpira ipasavyo. Lakini ghafla akafika IGP mmoja wa polisi. Mtaalamu wetu Sundari akamfuata na kumweleza hadithi nzima ya mtaalamu wetu Mr. Mako na kumwambia Mako miaka 20 iliyopita hakutoroka bali aliangamizwa na mtu anayetambulika kwa jina la Mr. Kunta. IGP ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumwamini bwana mdogo, lakini mtaalamu wetu Mr. Kunta aliweza kulishuhudia hili tukio. Akaona huyu bwana mdogo asipomshughulikia huenda akamwharibia mambo yake. Leo akaamua kumteka yeye pamoja na bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Mala, akawapeleka mpaka kwenye lile kaburi ambalo miaka 20 iliyopita alifanikiwa kumfukia mtaalamu wetu Mr. Mako. Kunta akamfukia Mala pamoja na Sundari wakiwa hai, lakini Mako akafanikiwa kuongoza maskari polisi mpaka ndani ya tukio. Lakini baada ya kufika bwana, kundi la mtaalamu wetu Mr. Kunta likawazingira na kuhitaji kuwafanyia jambo baya. Mkono ukatembea ndani ya hili eneo. Kundi la Kunta baada ya kukalishwa mtaalamu wetu Mr. Mako akawa anamlazimisha Kunta aweze kukili kila kitu alichomfanyia miaka 20 iliyopita. Kwa msaada wa Sundari, kila kitu ambacho alikuwa anaambiwa Kunta yeye alikuwa anakataa. Ndipo Mako akamweka ndani ya lile kaburi ambalo alikuwa akamzika miaka 20 iliyopita, kisha akashika jiwe. Lengo ni kuhitaji kumwangamiza. Ndipo bimdad alikuwa anatambulika kwa jina la Mala akamzuia baba yake na kumweleza asijaribu kufanya jambo la kinyama kama hili. Mzee baada ya kusikia maneno kama haya kutoka kwa mwanaye alijisikia furaha
furaha sana na akaamua kumwacha Kunta aendelee kuwa hai. Kijana wa kimaskini anafanikiwa kurudi kijijini akiwa pamoja na mke, lakini pia pamoja na pesa za kutosha ambazo leo zinamsaidia kufungua shule ya ndoto zake, huku pembeni akiwepo mtaalamu wetu Mr. Mako. Anashuhudia furaha kwa watu hawa wawili ambao kwa sasa wamekuwa watu muhimu sana katika maisha yake, na kwa kuwa alikuwa tayari alishakamilisha mission ambayo alikuwa akatumwa, hivyo huu ulikuwa ni wakati wa yeye kuweza kuondoka. Mako anaondoka, nasi ndio tunafunga kitabu hapa, ndio tunafika mwisho wa hadithi yetu. Lakini kama umependa video hii na umeenjoy, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.